Baada ya video hii utajifunza namna ya kuapply chuo mtandaoni. Sasa namba moja, hakikisha una vifaa vya kazi. Hapa naongelea vitu kama laptop, desktop, tablet, simu janja. Lakini kompyuta napendekeza zaidi kwa sababu kompyuta ni rahisi zaidi kama unajaza form online. Lakini namba mbili, hakikisha una mtandao imara. Hii ni muhimu sana ili kuzuia kukatika kwa mawasiliano wakati unajaza form ya online ya kuapply au ya kujiunga na chuo chochote. Lakini namba tatu ni vyeti. Ni vizuri ukawa na PDF, lakini pia ni vizuri kama sio PDF, kumbuka namba za mtihani. Hapa naongelea namba ya form 4, namba ya form 6. Lakini kama ni diploma, inapendeza ukawa na AVN number. AVN kama unaomba kwa degree. Kwa hiyo kama unaomba kwa diploma, hakikisha una AVN. Lakini ni muhimu pia uwe na barua pepe, email inayofanya kazi ni muhimu mno. Hata kama ukichaguliwa unaweza sawa ukatumiwa kwa simu ya kawaida, lakini huwa wanatuma form kupitia email yako ambayo inafanya kazi. Tuangalie kwa ufupi mbinu za kuapply chuo chochote online. Sasa nenda Google search. Mfano mimi nimechagua chuo cha TPSC. Mfano, nenda Google search pale kwenye Chrome yako, search, andika hili neno TPSC online application. Kama ni chuo chako wewe ambacho unataka uapply ujiunge, unaweza ukaandika chuo chako unachotaka wewe. Mfano, chuo X online application, lakini mimi nimechagua TPSC online application. Ukibonyeza hapo kama unavyoona imekuja hapo hivi, bonyeza sasa hapo start application, endelea. Naamini kuanzia hapo hakuna ugumu wote, unaweza ukaendelea wewe mwenyewe. Lakini tambua kuna kitu cha muhimu, kuna vyuo vingine ambavyo application ni bure kabisa, yani kujiunga na chuo, kutuma maombi ya kujiunga na chuo ni bure. Lakini kuna vyuo vingine vina hii inaitwa application fee, yani ada ya kutuma maombi ya kujiunga na chuo fulani. Kwa hiyo kwa ufupi ni kama hivyo, lakini ukiendelea kufanya mazoezi, naamini utakuwa vizuri, utakuwa mkali wa kufanya application za kujiunga na vyuo mbalimbali. Asante sana, nikutakie kila la heri.